Ni kusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo. Leo Mungu amenipa neema na upendeleo tuweze kujifunza kanuni kuu 4 za kupata ndoa ya kweli hata ndani ya siku 2 hadi wiki 1, na inawezekana. Safari ya maisha ya watu wengi, wapo kwenye uchumba, wengine wapo kwenye mahusiano ya kawaida ya kimapenzi, lakini wamekuwa ni watu wa kuumia na wametendwa, wameteswa, wamechezewa, wamepotezewa muda, na wamekuwa na watu wasio sahihi, wengine wakiwa ni wa dini tofauti, lakini pia wengine wakiwa ni wa dini zile zile, na wametekwa na wamekuwa mateka, na wengi wameumizwa. Lakini kwa kanuni hizi utapata matokeo. Kwa nini? Kwa sababu wengi wameomba, wamefunga, na ni majira yamepita marefu, wengine miezi, wengine miaka, wengine kipindi fulani. Lakini kwa njia hizi Mungu pia atakupa neema ya kuweza kushinda. Kanuni ya kwanza ni kujua majira yako na kuyatendea haki bila kupuuza wala kujivuta. Mungu anatembea na majira na wakati. Mwanadamu pia anahitaji kutembea na majira na nyakati. Ukisoma Mhubiri anasema kila jambo na wakati wake. Kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka, kuna wakati wa kulima, kuna wakati wa kuvuna, kuna wakati wa kung'oa, kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kulia, kuna wakati wa kucheka. Cha pili, amini mahusiano ya ndoa yanaweza kudumu na yakakupa furaha hata kama mmeona ni ndani ya siku 1, 2 hadi wiki hadi mwezi tu. Lakini kuna watu leo wapo kwenye mahusiano miaka kadhaa, lakini yameishia kilio na kusaga meno. Kuna watu leo wapo kwenye maumivu kwa sababu waliwaamini watu ambao wamepotezana nao muda kwa muda mrefu wakikaa nao. Lakini walipokuja watu sahihi wakasema mimi nataka kuweka kwenye ndoa, wamekuwa wakijivuta hadi wakaachwa na kuchukuliwa watu wengine. Mwanaume anapokuwa tayari au mwanamke anapokuwa tayari, anahitaji jambo litendeke pale pale, kwa sababu sisi wanadamu huwa si wavumilivu sana linapokuja swala la kuhitaji kuchukua hatua ya kihisia. Mapenzi yanaongozwa na hisia. Hisia inapokata, ubora wa kitu unaondoka, mvuto unaondoka. Lakini kitu cha tatu, muda mrefu wa uchumba umekuwa ukiboa, ukifanya watu kuzoeana, lakini pia umekuwa ukitengeneza hata muda mwingine manunguniko, lawama, muda mwingine hata kuanza kumjaji mwenzako kama mtu ambaye hakuthamini, hana huruma na hana upendo. Lakini kumbuka, uaminifu 100% unatokea kwenye ndoa, hususan kwa watu sahihi. Kabla ya ndoa, mwanaume anaweza kuwa na wachumba wengi au mwanamke anaweza kuwa na wachumba wengi. Lakini linapokuja swala la ndoa, ni wewe muda sasa wa kuhakikisha unampata mtu sahihi, mnaelewana, na hapo unabadilisha mfumo na matendo ya maisha yako katika mawasiliano, katika kuishi, katika kuzungumza na katika kuwasiliana. Na hakuna mapenzi wala mahusiano kama hakuna mawasiliano. Mawasiliano yakiwa hafifu, mfu, yasiyo na matokeo, yasiyo na majibu, yasiyoeleweka, hawezi kuleta matokeo. Kuliko kukaa na mtu kwenye mahusiano bila kuwasiliana naye na kujua taarifa zake, ni kupoteza muda. Lakini unapojua taarifa ukachukua hatua, inakuwa ni vizuri. Mkiwa kwenye mahusiano, ukionyesha ushirikiano katika kuwasiliana, huwa kunamfanya hata mwenzako ajue wewe una interest au hauna, ili yeye angalie sehemu nyingine au achukue hatua. Kumbuka, hapa duniani tuko haraka na ni majira yanapita. Mungu anapomweka mwanadamu duniani anampa majira. Kuna majira ya wito, kusudi, ndoa, marafiki, kazi, biashara na huduma. Lakini kitu cha 4 na cha mwisho, usiwe tu kwenye mahusiano ambayo mtu hakuweki wazi. Na mtu anapokuweka wazi, onesha ushirikiano, zungumza kwa uwazi, na unaweza kutengeneza urahisi
wa kuonana na yule mtu ili uweze kumuona, alafu ili uweze kuchukua hatua baada ya kujiridhisha na taarifa. Lakini pia taarifa za uchumba hazitaki kuchukua muda. Kinachohitaji ni kujua maisha ya kiroho ya yule mtu, lakini pia ya kimwili, na taarifa za ndugu, jamaa, marafiki, lakini na influence ya ndugu kwenye uchumba au kwenye ndoa au kwenye mahusiano. Maana influence ya ndugu, jamaa, marafiki ikiwa ni kubwa kwenye uchumba inazuia. Vijana wengi unakuta hawana mahali za kulipa kwa majira fulani na wanahitaji ndoa, au wengine wanakwepa usumbufu na vizuizi vingi vinavyotokea. Lakini akipatana mtu sahihi na mkazungumza na akawa wa kweli, anayeongozwa na Mungu, ni kitu ambacho hakitakiwi usumbufu mwingi, kwa sababu ndoa nyingi leo zina majuto hata kama zilifungwa kiserikali. Sisemi kwamba hicho kitu kinaweza kuwa kibaya, lakini kimekuwa kikizuia vijana wengi ambao wangetaka kuingia kwenye ndoa kuzidi kuwachezea wanawake, kwa sababu wanaepuka usumbufu na kupotezewa muda. Lakini dada, ni lazima ujue kuchagua na kuchanganua muoaji na mchezeaji. Muoaji yuko wazi, direct, haraka, na anachukua hatua haraka, wala hana muda wa kupoteza kisha pata taarifa sahihi. Lakini yule mchezeaji ni yule ambaye atakupeleka tuchunguzane. Mnachunguzana nini? Haya yote ni kupoteza muda na kwenda nje ya majira yako. Haya zingatie, ni mambo ambayo ni ya kimwili unahisi, lakini wengi nimewakochi, wengi nimewashauri, wengi tumeomba, ambao wamekuwa wameomba maombi mengi, wamefunga sana, wametaka ndoa, wengine wakaoneshwa picha mbalimbali za wachumba, lakini mwisho wa kupata matokeo. Lakini haya ninayokufundisha ukiyazingatia, maana ndoa ni kitu cha kimwili, na Mungu ataweza kuachilia neema na baraka na kukufanya uchukue hatua na kushinda kirahisi. Nawapenda. God bless you. Be a shining star in Jesus' holy name. Shalom.